Karibu Bukelebe TV, jifunze neno la Mungu, pokea matumaini na gundua unabii wa kibiblia. Jiunge nasi kwa safari ya kiroho. Hii ni Bukelebe TV. Bukelebe TV. Angalia, dunia imejaa dhambi na maovu. Wakati wa hatari umefika. Usichelewe kujipanga na kumtafuta Yesu. Tafuta wokovu leo kabla ya kuchelewa. Habari njema ikirushwa Bukelebe TV. Karibu sana. Tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe TV. Habari za muda huu popote pale ulipo. Natumaini unaendelea kubarikiwa na Bwana, mtazamaji wetu. Karibu Bukelebe TV. Hapa ndipo penye kuzungumzia masuala mbalimbali ya dini. Jiunge nasi kwa mafundisho ya kiroho na mijadala yenye kuelimisha. Ninayekukaribisha katika makala hii ni Ustasela Joni. Karibu sana, ungana nami mwanzo mpaka mwisho. Kwa siku ya leo tutajifunza chanzo cha uasi na huruma ya Mungu. Asili ya Mungu ni upendo usiobadilika, uliojaa haki, huruma na uaminifu. Sheria yake ni ya upendo na viumbe vyake vyote huunganishwa na utii wa hiari unaotokana na kumjua na kumpenda Muumba. Katika mazingira ya mbinguni palikuwa na raha na amani kamilifu, na malaika walimtumikia Mungu kwa furaha katika uwiano mkamilifu wa mapenzi yake. Kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu, Yesu alikuwa mmoja na Baba, na Yohana anamuonesha kama neno aliyekuwapo tangu mwanzo, ambaye kwa kupitia kwake vitu vyote viliumbwa. Malaika walipokea maisha kupitia mwana na walimtukuza Kristo kama mkuu wao na mfalme wa mbinguni. Katika mazingira hayo ya utukufu kulijitokeza taratibu roho ya kiburi iliyotokana na Lusifa, malaika wa juu aliyepewa hekima, uzuri na heshima kuu kati ya viumbe. Badala ya kumtukuza Mungu aliyempa nafasi hiyo, alianza kutazama ukuu wake mwenyewe na kutamani mamlaka yaliyokuwa ya Kristo. Katika siri za moyo wake, Lusifa alianza kubeba mawazo ya kutengwa na Mungu na kutoridhika na nafasi yake. Alitamani heshima aliyoheshimiwa Kristo, na kwa tamaa hiyo alianza kupandikiza roho ya mashaka na kutoridhika kwa malaika wengine. Aliwanyevu malaika kuhusu sheria ya Mungu na kudai kuwa sheria ilikuwa kizuizi kisichohitajika kwa viumbe watakatifu. Alijifanya kama mtu anayejali uhuru wa malaika, wakati lengo lake lilikuwa kutafuta ukuu binafsi. Mungu kwa hekima yake hakuacha jambo hili liendelee gizani. Malaika walikusanywa ili waone hadhi ya Kristo na malaika aliyokuwa nayo tangu milele. Walielezwa kwa uwazi nafasi ya mwana wa Mungu, na waliona upendo wa Mungu katika kutoa mamlaka kwa Kristo kama mjumbe wa uumbaji na uwakilishi wake kamili. Wengi wa malaika waliona ukweli na walirudi katika utii, lakini Lusifa aliacha wivu uendelee kukua moyoni mwake hata baada ya kuonywa mara nyingi kwa upendo. Uasi huu ulizidi kukua. Mungu hakumwangamiza Lusifa mara moja, kwa sababu kufanya hivyo kungeleta hofu kwa viumbe vyake na kungeonesha kuwa uasi wake ulikuwa na hoja za kweli zilizofunikwa kwa uwezo wa Mungu. Mungu alimpa nafasi ya kutubu, lakini alikataa, na kwa hatua akajitenga na chanzo cha maisha. Hatimaye alizidisha uasi kwa kuwahadaa malaika kuwa wanahitaji uhuru mpya usio na sheria ya Mungu, akipotosha tabia ya Mungu kana kwamba ni ya ukandamizaji. Kwa sababu ya upendo na haki, Mungu aliruhusu uasi ujidhihirishe kikamilifu. Ni lazima ulimwengu wote uone matokeo ya kutotii na kujitenga na sheria ya upendo. Uovu ulipotokea, Mungu hakubadilika. Alibaki kuwa Mungu wa rehema, subira na haki kikamilifu. Kupitia pambano hili, dunia na viumbe wote watajifunza kwamba njia ya Mungu ndiyo njia ya uzima, na kwamba uasi wa kwanza uliotokana na kiburi cha Lusifa ndiyo chanzo cha mateso yote ulimwenguni. Tuombe. Ee Mungu wetu mpendwa, Baba wa rehema, tunakushukuru kwa kutupa nafasi ya kutafakari juu ya upendo wako mkuu na huruma isiyopimika. Leo umetukumbusha njia zako za haki, umetuonesha chanzo cha uasi na jinsi ulivyoendelea kuvumilia kwa upendo hata pale malaika walipochagua kutengana nawe.
Tazama subira yako na mioyo yetu inanyenyekea mbele zako. Baba, tunakuomba utusamehe kwa nyakati ambazo katika mioyo yetu tumeruhusu chembe za kiburi, kutoridhika, wivu au mashaka kukua bila kujua. Tunakuomba utusaidie tusifungue milango ya uasi ndani ya nafsi zetu. Utupe roho tulivu, inayotii, inayopenda na inayokubali kurekebishwa na neno lako. Kama hukumu zako ni za haki, vivyo hivyo rehema zako ni za milele. Tunahitaji neema hiyo leo. Tunakusihi utufungue katika kifungo cha upendo wako. Usiache roho ya dunia hii, tamaa za mwili au vishawishi vya shetani vitutenganishe na wewe. Tupe macho ya kuona uzuri wa utakatifu na masikio ya kujua sauti yako. Tunakuomba utuongoze katika njia ya unyenyekevu kama ulivyofanya kwa malaika waliokubali ukweli wako, na utupe ushupavu wa moyo wa kuendelea kukutii kwa hiari na kwa furaha. Bwana, tunakutambua kuwa wewe si Mungu wa kulazimisha, bali Mungu wa upendo. Utusaidie katika kila jambo tuchague mapenzi yako juu ya mapenzi yetu, njia zako juu ya njia zetu, na kweli yako juu ya hisia zetu. Tunaomba pia utuongoze tusije tukakuwa sababu ya wengine kuanguka, bali kuwa nuru ya kuwaongoza watu wako. Tunajiachia mikononi mwako, ukiwashika watoto wako kwa utulivu wa neema yako. Tulinde, tusaidie na utuinue katika safari hii ya kuelekea ufalme wako mtakatifu. Na pale pambano kuu litakapofikia mwisho, utukufu wote na heshima yote na iwe kwako milele. Tunakuomba haya tukiamini na tukijipeleka mikononi mwako, kwa jina kuu na lenye nguvu la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mtazamaji, natumaini kwa siku ya leo umebarikiwa na somo letu zuri sana, ambapo tulikuwa tukijifunza chanzo cha uasi na huruma ya Mungu. Natumaini kupitia somo la leo litakwenda kukuinua kiroho na utaendelea kujifunza zaidi kupitia chaneli yetu. Mimi ni Yustasela Joni.